Shalome shalome, tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Tunashukuru neema ya Bwana tena kwa kutupatia tena siku ya leo. Kwa hiyo bila kukawia cha tujielekeze ndani ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kuwa ni mwema tena mwaminifu, Mungu wa upendo, Mungu wa uweza, Mungu wa neema, Mungu wa baraka. Tunaye sababu kubwa ya kukushukuru, kukuinua, kukurudishia heshima na utukufu na mamlaka, kwa maana Baba, hakuna mwingine ambaye anayestahili isipokuwa wewe. Kwa hiyo ni muda mzuri ambaye tunahitaji kulihubiri neno lako. Acha kila mmoja ambaye atakayefuata mafundisho haya yapate kumsaidia, yapate kumgusa, yapate kuinua tena imani yake. Ninakushukuru kwa kuwa yote hayo unasikia, na mengi utatenda kwa wingi wa utukufu wako, katika jina aliyekuwa Bwana na Mwokozi wetu Kristo. Amen. Shalome shalome. Kwa hiyo tunashukuru neema ya Mungu kwa kutupa kibali kuwa tena hapa kwa siku ya leo. Kipindi hiki ni uwezo wa neno la Mungu, na siku ya leo ninataka kufundisha juu ya mara ya pili Mungu atakujenga nawe utajengeka. Mara ya pili utajengwa na nawe utajengeka. Mara ya pili utajengwa nawe utajengeka. Kwa hiyo bila kukawia, niko napenda tukamate kitabu cha Yeremia sura ya 31 na mstari wa 4. Neno la Mungu linasema hivi, nataka unisikie vizuri. Mara ya pili nitakujenga nawe utajengeka, nao utajengwa, e bikira wa Israeli. Mara ya pili utapambwa kwa matari yako, nawe utatokea katika michezo ya hao wanaofurahi. Amen. Ninataka kuongea na mtu mmoja ambaye inawezekana ndani mwake ametupa matumaini, amepoteza nguvu kutokana na yale ambayo anayekutanana nayo kwenye maisha. Lakini na ujumbe ambao nataka kukuambia kwa siku ya leo, nikikwambia kwamba mara ya pili Mungu atakujenga nawe utajengeka. Niko nataka uelewe kitu hiki kikubwa ili kipate kukusaidia. Kwa maneno haya ambayo tulikuwa tunazungumza ni maneno yako katika kitabu hiki cha Yeremia, na si mwingine. Ilikuwa ni wakati ambao taifa la Israeli ama Wayahudi wamekuwa wameenda Babeli. Na tatizo ambayo ilifanya waende Babeli ilikuwa ni makosa ama dhambi walizozifanya mbele ya Mungu. Kila wakati Mungu aliwakataza dhambi na kutembea kinyume na mapenzi yake, lakini taifa hilo hawakusikia. Kila wakati wamekwenda jinsi wanavyotaka. Hasira ya Mungu ilipowaka ndani mwake, akasema kwamba Mungu atamtumia mtumishi wake, si mwingine, ambaye anamuita Nebukadneza. Nebukadneza ni mfalme wa Babeli. Na kwa nini Mungu anamuita mtumishi wake wakati Babeli ni watu ambao wanaomba sanamu? Kwa ungine msemo, Mungu alikuwa alimuinua Nebukadneza kuwa kama vile fimbo ya kuwanyoosha taifa la Mungu. Lakini taifa hili hawakusikia. Ujapokuwa Yeremia amewaambia mambo mengi ambaye Mungu iko na mtuma, na kuambia waache njia zao mbaya, waende katika njia zinazompendeza Mungu, lakini taifa hawakusikia. Ndivyo vilivyo hata leo. Watumishi wa Mungu tunajaribu kuwaongea na kuambia watu waziache njia zisizompendeza Mungu, waziache njia ambazo hazimletei Mungu tukufu, lakini baadhi ya wengi hawavipokei. Baadhi ya wengi wanavikamata vya kawaida. Baadhi ya wengi wanavizarau. Lakini kwa nataka kukuambia kitu kimoja kikubwa tena cha maana. Ndugu yangu,
kama unaisikia neno hii, uko unatembea katika njia ambazo unajua kwamba azimrudishi Mungu tukufu, uziache. Kwa maana usipotaka kuziacha, Mungu akosi watu ambao atatumia ili kukurudisha wewe na nafasi. Sasa Yeremia amezungumuza sana, lakini hawakusikia. Mpaka wakati imefika, Mungu akakubali Nebukadneza aje awapige kwa safari 3, na sio tu kuwapiga, avunje hata na hekalu na sanduku ya agano aiunguzie ndani, na Mungu ananyamaza kimya. Na sio tu hayo, na kuta zote za Yerusalemu akaziangusha, akazibomoa. Yerusalemu pakabaki maeneo kwenye hakuna tena matumaini, kwenye hakuna tena kujua kwamba patatokaka tena kitu tena. Pakabakia watu wa chini wenye hawana nguvu, watu wenye hawajiwezi. Lakini baadhi ya watu wengi akawahamishia na akawapeleka Babeli na kuwafanya kuwa mateka. Hakuna kitu kenye kiliniumiza kama watu kutoka mwinchi yao wanajikuta mwinchi ya Babeli wako mateka. Kuimba tena hakuna kuimba, kumtumikia Mungu tena hakuna, yani wanajikuta wamefungwa. Sababu gani? Ya kutokusikia kile ambacho Mungu amesema. Lakini pana neno ambaye Mungu alimwambia Yeremia, sababu nawaambia wanakatala, nitawapeleka Babeli kwa miaka 70, watarudia. Miaka 70 nitawarudisha. Sasa hapa Yeremia alikuwa na tabiri kenye kitatokea baada ya kuta za Yerusalemu kuvunjika. Njo analeta tena neno la kufariji taifa na kuambia kwamba mara ya pili nitakujenga nawe utajengwa. Naongea na wewe nikikwambia tena mara ya pili Mungu anakuja kukujenga. Inawezekana vyenye vimekubomoa vilikuwa vingi, inawezekana vyenye vimekupoteza imani vilikuwa vingi, lakini naongea na wewe nakwambia kwamba mara ya pili Mungu anakuja kukujenga. Mara ya pili utatokea tena na kupambwa na kufurahi na wale wanaofurahi. Inawezekana mara ya kwanza ulijengwa na vimepomoka. Inawezekana mara ya kwanza ulijengwa havikushimama mzuri. Inawezekana mara ya kwanza umejengwa havikukua vizuri, lakini hata nikwambie pana engineer mkuu ambaye si mwingine ni Mungu wa mbinguni, ambaye ni Yesu Kristo, anakuja kujenga maisha yako. Naongea na wewe na kuambia kwamba anakuja kujenga maisha yako, na pana kitu kipya ambayo analeta kwenye maisha yako, na pana mambo mapya ambayo analeta kwenye maisha yako. Wewe ambao umevunjika moyo, wewe ambao umepoteza tumaini, na kuambia kwamba jipe moyo, kwa maana mara ya pili Bwana anakuja kukujenga. Biblia inatuambia kwamba baada ya miaka 70 wakarudia kwao. Waliporudia kwao, hakuna kitu kinachonifurahisha kama kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9. Biblia inasema kwamba utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Anasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa anasema nitapaweka amani, asema Bwana wa majeshi. Haya yalikuwa ni mambo ambayo Hagai amepewa wakati wanamaliza kuijenga hekalu la pili. Kwa maana hekalu la kwanza limejengwa na Sulemani, na wakati wamefanya dhambi Nebukadneza alilibomoa kwa safari ya 3.
Sasa waliporudia baada ya miaka 17 ama 70, waliporudia kwao, cha kwanza kenye wamefanya, wametengeneza kitu ambacho kinaitwa madhabahu, sehemu tena ya kuandaa mioyo ya watu na Mungu. Walipomaliza kujenga madhabahu, wakaijenga hekalu. Sasa walipomaliza kuijenga hekalu, hekalu lilipokwisha, kitu kenye kimetokea ni kitu gani? Wakati ya turi ya kwanza kuingia ndani ya hekalu, pakawa kelele. Wamoja wakalia kilio cha furaha na wengine wakalia kilio cha huzuni. Waliolia kilio cha huzuni ni watu ambao waliona hekalu la kwanza ambalo Sulemani ametengeneza. Waliolia machozi ya furaha ni watu ambao hawakuona hekalu ya Sulemani, lakini wao wanaona hekalu hilo. Na hao walikuwa wanalia kwa huzuni, walikuwa wanalia sababu wanaangalia hekalu lenyewe limebomolewa, wanaangalia na lenyewe limejengwa, wanaona kwamba ni hekalu la kawaida kuzidia lile lenyewe limekuwa limejengwa mwanzo. Na hao ambao wanaona hekalu mpya, kwao wanafurahi sana, kwa maana hawakuwahi kuona maisha hayo. Sasa ikawa fujo nyingi sana, mpaka ikachanganya hata wageni. Lakini Mungu akapita ndani ya kinywa cha nabii Hagai, akimfunulia na kumwambia kwamba hekalu hili, anamwambia kwamba utukufu wa mwisho wenye utakuwa ndani ya nyumba hii utazidia utukufu wa kwanza. Kwa wengine msemo, jinsi Mungu anajiandaa kukujenga, anaandaa kukupatia ingine utukufu, nataka kuambia utazidia ule utukufu wa kwanza. Inawezekana utukufu wa kwanza ulikuwa na dharau. Inawezekana utukufu wa kwanza au kuonekana mbele ya watu. Inawezekana utukufu ya kwanza ulikuwa mtu ambao umenyenyekezwa, lakini panakuja ingine utukufu ambaye Mungu anaileta tena juu ya maisha yako. Na kutabiria nikikwambia kwamba utukufu wa pili ama utukufu wa mwisho utazidia utukufu wa kwanza. Naongea na wewe nikikwambia kwamba huyu utukufu utazidia wa kwanza. Na mahali hapo Mungu anasema kwamba amepaweka amani. Na ninataka amani ya kimungu itawale maisha yako, iambatane pamoja nawe. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Nataka tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa uweza, Mungu wa neema, ninakubariki juu ya neno hili ambao umependa Bwana tuweze kuliongea na kuzungumza juu ya taifa lako, na kuonesha huyu mtu ambaye amekata tamaa, huyu mtu ambaye amevunjika, huyu mtu aoni mbele aoni nyuma. Acha Bwana umsaidie, acha Bwana umwezeshe, acha kupitia Bwana hii utukufu ya pili aone mambo mengine abadilika juu ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana utaendelea kuonekana kupitia neno hili. Asante kwa maana utaendelea kusaidia watu wako kupitia neno hili. Asante kwa maana pana roho zenye zinaenda pona kupitia neno hili, katika jina aliyekuwa Bwana Mwokozi wetu Kristo. Amen. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Shalom. Shalom.